Mungu ni mkuu sana. Uweza wake ni mkuu kuliko vyote. Aliumba mbingu na nchi na vyote ndani yao. Tukiangalia kila kitu Mungu alichofanya, inashangaza. Kila kitu Mungu alichoumba kilikuwa chema, chaonyesha ukuu na wema na uweza wake. Mungu aliumba mimea na wanyama, kisha akamfanya mtu kutoka udongo. Alimpulizia puani pumzi yake na kumpa uhai. Mtu huyu wa kwanza aliitwa Adamu. Kisha Mungu alichukua ubavu mmoja wa Adamu, na kutoka huo akaumba mwanamke kwa mke na mwenzi wake. Aliitwa Hawa. Mungu aliumba mwanaume na mwanamke na baadhi ya sifa zake ili waweze kufurahia uhusiano wa karibu naye. Waliishi kwa furaha katika uwepo wake katika bustani nzuri iliyoitwa Edeni. Mungu alimwambia Adamu, unaweza kula matunda yoyote ya miti katika bustani kasoro mmoja. Ikiwa utakula tunda kutoka mti huo utakufa. Siku moja Shetani alimjaribu Hawa kula tunda lile. Alichukua lile tunda kala sehemu, na pia mumewe akala. Walifanya hivi kwa sababu walimwamini Shetani kuliko Mungu. Hapo hapo uhusiano wao na Mungu ulivunjika, sababu Mungu ni mtakatifu na wenye dhambi hawawezi kuishi alipo. Hivyo Mungu alimfukuza Adamu na Hawa kutoka bustani ya Edeni. Waliteseka kwa aibu hii kwa sababu hawakumtii Mungu. Matokeo yake kwa Adamu na Hawa na uzao wao wote ni mateso na kifo. Lakini Mungu ni wa rehema nyingi. Aliendelea kuwapenda sana wanadamu. Alikuwa ameandaa njia ya wao kurudi na kuishi katika ushirika naye tena. Katika maandiko Mungu anaonyesha mpango wake wa kuokoa wanadamu kutoka adhabu waliostahili kwa kuondoa dhambi yao na aibu. Mungu alionyesha sehemu ya mpango huu kwa Abrahamu. Abrahamu alimtegemea Mungu na kumheshimu. Mungu alimwahidi kumbariki na kubariki watu wa mataifa yote kupitia yeye. Alimwahidi kumpa uzao mwingi kama mchanga wa bahari na nyota za angani. Abrahamu alimwamini Mungu. Mungu akamhesabia kuwa ni mwenye haki sababu ya imani hiyo. Siku moja Mungu alimjaribu Abrahamu kuona kama angeweza kumtegemea na kutii amri zake. Alimwambia kumchukua mtoto wake na kumtoa sadaka. Abrahamu alijua kwamba ilikuwa kupitia mtoto huyo mmoja Mungu alimwahidi kumpa uzao mwingi. Bado alimtegemea Mungu na kumtii. Kwa hiyo alijiandaa kumua mtoto wake kuwa sadaka kwa Mungu. Abrahamu aliinua kisu chake, lakini Mungu alisema, usimdhuru mtoto. Najua kwamba unamcha Mungu na uko tayari chaka. Abrahamu alimchukua kondoo na kumtoa sadaka kwa Mungu badala ya mtoto wake. Wakati Mungu alitoa kondoo kama sadaka ili kufa badala ya mtoto, Abrahamu alimwonyesha upendo wake mkuu kwa watu. Upendo wake ni kama upendo alionao baba kwa mtoto wake. Kupitia tukio hili, Mungu alionyesha kwamba alipanga kutoa sadaka ili kufa badala ya wanadamu. Hapo zamani, Mungu alionyesha kwa manabii kwamba angemtuma mtu asiye na dhambi ili afe badala uzao wa Adamu na kuiondoa dhambi na aibu yao. Kwa sadaka yake kuu,
angefungua njia kwa wale ambao wanamwamini na waishi katika ushirika na Mungu katika ufalme wa Mungu. Manabii walimwita mtu huyu Masihi. Walisema kwamba Mungu angemtuma Masihi kuokoa watu na kuwatawala milele katika jina la Mungu. Mamia ya miaka kabla hajaja, manabii walisema kuhusu mambo ambayo Masihi angefanya na mambo ambayo yangelimtokea. Nabii Daudi alisema kwamba Mungu angemwelezea Masihi, wewe ni mwanangu. Manabii walitumia jina la mwana wa Mungu kuelezea uhusiano wa karibu na Mungu na wajibu wake kama mwokozi na mfalme wa watu wote ulimwenguni. Nabii Isaya alisema, bikira atapata mimba na kuzaa mtoto. Mtoto wake ataitwa Immanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Manabii waliandika kwamba Masihi angezaliwa Bethlehem na kwamba angeingia Yerusalemu kama mfalme wao juu ya punda. Pia waliandika kwamba rafiki wa karibu angemsaliti kwa vipande 30 vya fedha. Manabii walisema kwamba Masihi angetoa maisha yake, lakini Mungu angemfufua kutoka kwa wafu. Manabii pia walisema Masihi angekuja kama mwanadamu katika mawingu na kwamba Mungu angempa mamlaka juu ya mataifa yote milele. Miaka 2000 iliyopita mtu mmoja aliishi ulimwenguni. Jina lake aliitwa Yesu. Je, maisha ya Yesu yalitimiza kile manabii walisema kuhusu Masihi? Filamu hii yaonyesha Yesu ni nani na baadhi ya mambo aliyosema na kufanya kama alivyoandikwa katika maandiko. Katika filamu hii kuna mwigizaji wa nafasi ya Yesu. Hakuna mtu yeyote anayestahili kufanya hivi, lakini filamu hii imetengenezwa ili watu waweze kujua na kujifunza kuhusu maisha ya Yesu na kupokea baraka ambazo Mungu ameahidi. Nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Teofilo mtukufu, ili upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Siku zile Kaisari Augusto alipotawala Rumi na Herodi mkuu akiwa mfalme wa Uyahudi, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Nazareti kumtembelea bikira. Na bikira huyo aliitwa Mariamu. Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema toka kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Itakuwaje? Sijui mume. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Kwa sababu hiyo, kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mariamu akasafiri kwenda mji wa Yuda kumwamkia binamu yake Elizabeti, ambaye pia alipokea muujiza wa ujauzito. Elizabeti! Mariamu! Mariamu! Umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Baada ya kuamkia kwako, kitoto kichanga ndani yangu kikaruka kwa furaha. Moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu inamfurahia Mungu Mwokozi wangu. Tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Sikieni enyi watu wa Nazareti, amri imetoka kwa Kaisari Augusto kuhesabu orodha ya watu wote wa ulimwengu, ikiwemo Galilaya na Yuda. Basi imewapasa watu wote kuandikishwa katika miji na vijiji walikozaliwa. Na Mariamu akaenda Betlehemu ya Uyahudi kujiandikisha pamoja na Yusufu mchumba wake.
lakini hakukuwa na nafasi kwenye nyumba ya wageni. Sehemu pekee walioweza kupata nafasi ni katika zizi la kulishia ng'ombe. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni wakilisha kondoo wao wakati wa usiku. Mara malaika wa Bwana akawatokea ghafula. Utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote. Leo katika mji wa Daudi imezaliwa Mwokozi, Kristo Bwana. Wachungaji wakaenda haraka kwenda kumwona mtoto aliyezaliwa katika zizi, wakawa wa kwanza kuhubiri habari njema au injili ya Mwokozi aliyezaliwa na mwanamke bikira. Baada ya juma moja, muda ulipofika wa mtoto kutahiriwa, alipewa jina Yesu. Nao Yusufu na Mariamu wakamchukua mtoto na kumpeleka Yerusalemu kumweka wakfu kwa Bwana. Ndani ya hekalu kulikuwepo na mtu mcha Mungu ambaye Roho Mtakatifu alikuwa amemwahidi kuwa hatakufa mpaka amwone Kristo. Jina lake lilikuwa Simeoni. Sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani kama ulivyosema. Kwa kuwa macho yangu yameona wokovu wako. Mtoto huyu amechaguliwa na Mungu. Mungu awabariki nyote. Baada ya miezi kadhaa waliondoka wakarudi nyumbani kwao Nazareti. Wakati Yesu alipofikisha miaka 12, Yusufu na Mariamu walimchukua mpaka Yerusalemu kwa ajili ya sherehe za Pasaka. Lakini walipokuwa wakirudi nyumbani wakifikiri kwamba mvulana alikuwa pamoja nao, Yesu alibaki nyuma. Wakarudi mjini kumtafuta, na siku ya tatu wakamkuta hekaluni ameketi pamoja na walimu na wazee. Ni mtoto wa nani aulizaye maswali ya jinsi hii? Anatoka Nazareti. Tulifikiri tumeondoka naye. Tafadhali mruhusuni. Wote waliomsikiliza walishangazwa. Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta sana. Kwa nini kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwapo katika nyumba ya baba yangu? Na ikatokea akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye akazidi kukua akiongezeka katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Katika mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, na Anasi na Kayafa makuhani wakuu, neno la Bwana likamjia Yohana Mbatizaji jangwani, na akafika nchi yote akihubiri ubatizo wa toba iletayo ondoleo la dhambi. Ziacheni dhambi zenu mkabatizwe, Mungu atawasamehe dhambi zenu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya: sauti ya mtu aliaye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima kushushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patalainishwa, na wote wenye mwili
watauona wokovu wa Mungu. Tufanyeje? Enyi kizazi cha nyoka, Wataka tufanyeje? Tuambie, tugeukie njia ipi? aliye na kanzu 2 ampe mtu yule asiye nayo, na mwenye chakula vivyo hivyo. Mwalimu, tu watoza ushuru, tufanyeje? Msitoze zaidi ya mlivyoamriwa. Na sisi je, yatupasaje? Msimdhulumu kitu mtu yeyote, msimshtaki mtu kwa uongo. Toshekeni na mishahara yenu. Tuambie, wewe ndiwe Kristo? Nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi. Mimi sistahili hata kulegeza kamba za viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano ghalani mwake. Na Roho Mtakatifu akashuka juu ya Yesu kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Na sauti ikatoka mbinguni ikisema, wewe ndiwe mwanangu mpendo wangu, nimependezwa nawe. Yesu alipoanza kazi yake alikuwa amepata umri wa miaka 30. Akarudi kutoka Yordan akiwa amejaa Roho Mtakatifu na akaongozwa na Roho jangwani alipojaribiwa na Shetani kwa siku 40. Katika muda wote huu hakula chochote. Kisha Shetani akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, liamuru jiwe hili liwe mkate. Imeandikwa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno la Mungu. Kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudia, yote yatakuwa yako. Imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Shetani akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, kwamba usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako.
na akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Habari nzuri. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome, akapewa kitabu cha nabii Isaya. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika kuwaokoa watu wake. Anena vema. Leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Timiza ahadi hii. Tutajuaje? Hapana shaka mtaniambia methali hii, tabibu jiponye. Mtaniambia kwamba yaliyotendeka Kapernaumu yatende na hapa kwenu. Nawaambia kwamba hakuna nabii akubalikaye kwao. Kwa maneno haya Yesu alijitambulisha aliyetumwa kuwaokoa watu wake. Wayahudi hawakumkubali kama Masihi, wakataka kumtupa ukingoni mwa kilima, lakini yeye akapita katikati ya umati na kwenda zake. Hadi wa Galilaya. Utawala wa Kirumi ulionekana wazi wazi kila mahali. Watu wakamtazamia Masihi kwa shauku ili awakomboe kutoka katika uonevu waliokuwa wakiupata. Amani iwe kwenu. Nawe Bwana. Simon, chombo chako chaweza kunibeba? Kwa nini isiwe? Anataka kuondoka, sio? Sema nasi, sema nasi. Sema nasi. Yesu, sema nasi. Palikuwapo na watu wawili waliopanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Farisayo akasimama akaomba hivi moyoni: Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala huyu mtoza ushuru. Nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Alijipiga kifua akisema, Ee Mungu, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, mtoza ushuru alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kila mtu ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhirie atakwezwa. Twekeni chombo chenu mpaka kilindini, kisha mshushe nyavu zenu mvue samaki. Ee Bwana, tumehangaika usiku kucha, hatukupata kitu.
lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Yakobo, Yohana! Yakobo, Yohana, leteni chombo. Upesi, tumelemewa. Yatosha! Yatosha! Ondoka kwangu Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Usiogope. Sasa utakuwa mvuvi wa watu. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Maana mtatoka kwa furaha na mtaongozwa kwa amani. Anakuja, yuko hapa, tazama. Yesu, nakusihi ukamponye binti yangu. Nihurumie, ana miaka 12 tu, yu katika kufa. Naomba tafadhali, njoo nami. Yairo, pole sana. Yesu, binti yako ameshakufa. Usimsumbue mwalimu. Usiogope. Amini tu naye ataponywa. Msilie. Hajafa, bali amelala tu. Mtoto, amka. Mpeni kitu chakula. Nawaambia, msimwambie mtu yeyote kilichotokea. Na baadaye akamwona mtoza ushuru aitwaye Mathayo ameketi forodhani akipokea kodi. Nifuate.
Na Yesu aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Na kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akawachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Simeoni aliyemwita Petro, na Andrea ndugu yake, Yakobo, na Yohana, Filipo, na Bartolomeo, na Mathayo, na Tomaso, na Yakobo mwana wa Alfayo, na Simoni aitwaye Zelote, na Yuda ndugu yake na Yakobo, na Yuda Iskariote aliyemsaliti. Heri mlio maskini, ufalme wa Mungu ni wenu. Heri mlio na njaa sasa, kwa sababu mtashiba. Heri mliao sasa, kwa sababu mtacheka. Heri watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu kwa ajili ya Mwana wa Adamu. Furahini atakapotokea na kurukaruka. Tazama, thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. Kumi na saba, 18, 19, 20. Hicho ndicho nilicho nacho. Una maana gani ndicho tu Ole nilicho nacho? wenu ninyi mlio na mali, faraja yenu mmekwisha kuipata. Hataki utajiri, atakuwa na matatizo huyo. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Ole wenu ninyi watakapowasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Lakini nawaambia ninyi mnaonisikia, wapendeni adui zenu, watendeeni mema wanaowachukia, wabarikini wanaowalaani, waombeeni wawatendeao maovu. Akupigaye shavu moja, mgeuzie na la pili. Akunyang'anyaye joho lako, usimzuilie na kanzu. Mpe kila akuombaye. Akunyang'anyaye vitu vyako, usitake akurudishie. Watendeeni yale tu mnayotaka watu wawatendee. Mkiwapenda tu wale wanaowapenda ninyi, mwaonyesha fadhili gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi wapenda wale wawapendao. Mkiwatendea mema wale tu wawatendeao mema, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hufanya hivyo. Anamgusaje? Awezaje kuongea naye? Yachukiza.
La! Wapendeni adui zenu na watendeeni mema. Mkopeshapo msitumaini kurudishiwa, na thawabu yenu itakuwa nyingi, kwa kuwa mtakuwa wana wa Mungu aliye juu. Kwa maana yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Yesu, tuokoe. Msihukumu nanyi hamtahukumiwa. Msilaumu nanyi hamtalaumiwa. Sameheni nanyi mtasamehewa. Tuongoze Bwana. Toeni nanyi pia mtapewa, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kipofu hawezi kumwongoza kipofu mwenzie. Akifanya hivyo, wote wawili watatumbukia shimoni. Kwa nini watazama kibanzi kwenye jicho la ndugu yako, nawe huoni boriti kwenye jicho lako? Tuongoze Bwana. Twakuhitaji Bwana. Heri mwanamke aliyekuzaa na kukunyonyesha. Wanaheri wale walisikia neno la Mungu na kulishika. Napenda kumjua mtu huyu. Je, wafikiri aweza kuwa ni Masihi? Farisayo huyu alimwalika Yesu ale chakula pamoja naye nyumbani kwake. Yesu akaketi ili apate kula. Sikilizeni watoto, ondokeni. Mmenisikia? Nenda. Wanakwenda kwa ujeuri wao, lakini ni watoto wazuri. Anafanya nini hapa? Sijui. Anafanya nini hapa? Mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu anayemgusa. Angejua jinsi anavyoishi maisha ya dhambi. Simoni, ninamjua mwanamke huyu. Ngoja nikwambie kitu. Mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja alimdai dinari 500 na wa pili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Ni yupi atakayempenda zaidi? Ni yule ambaye amesamehewa nyingi. Umeamua haki. Wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa ajili ya miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kunipangusa kwa nywele zake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, lakini huyu amenipaka miguu yangu marehamu. Basi nakwambia, dhambi zake nyingi amesamehewa, kwa kuwa amependa sana. Lakini aliyesamehewa kidogo, hupenda kidogo. Umesamehewa dhambi zako. Imani yako imekuokoa. Nenda kwa amani. Na Yesu alikuwa akizunguka akihubiri na kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu, na wale mitume 12 waliambatana naye, pamoja na baadhi ya wanawake aliowaponya na magonjwa mabaya na pepo: Mariamu aitwaye Magdalene, Yohana mke wa Kuza wakili wa Herode, na Suzana.
Lakini Herode mtawala wa Galilaya aliyewekwa na Warumi alimfunga Yohana Mbatizaji gerezani kwa kuwa alimshutumu kwa kumchukua mke wa nduguye. Amesemaje? Tulipofika kwenye lango la Naini, tulikutana na msafara wa msiba. Huyu marehemu alikuwa ni mtoto wa pekee wa mwanamke mjane. Yesu alipomwona alijaa huruma, akagusa jeneza na kusema, "Kijana, na kuamuru inuka." Kisha ile maiti ikainuka na Yesu akamkabidhi kwa mamaye. Muulizeni, semeni, wewe ndiye yule ajaye kama alivyosema Yohana, au tumtarajie mwingine? Bwana, Bwana, Yohana Mbatizaji ametutuma tukuulize ikiwa wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine. Nendeni mkamweleze Yohana mlioyaona na kuyasikia. Vipofu wanaona, viwete wanatembea. Heri mtu yule asiyekuwa na shaka nami. Naomba unibebe. Unaweza kuona sasa ukiwa begani kwangu? Namuona Yesu sasa. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Alipokuwa akipanda, nyingine zikaanguka karibu na njia, zikakanyagwa, na ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka kwenye mwamba. Zilipoanza kumea, zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka katika miiba, na miiba ikamea pamoja nazo, ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, na zile mbegu zikakua, zikazaa 100 kwa 100. Bwana, kwa nini unaongea kwa mifano kila kukiwa na kusanyiko? Ninyi mmepewa kuzijua asiri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, wakisikia wasielewe. Maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini hilo neno na kuokoka. Walio penye mwamba ndio wale wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha, bali hawana mizizi. Huamini kwa kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Zilizoanguka penye miiba ni waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zilizoanguka kwenye udongo mzuri ni ambao kwa unyofu wa wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Hakuna mtu aiwashaye taa huifunika kwa chombo au huiweka uvunguni, bali huiweka juu ya kinara, ili waingiao wapate kuona nuru yake. Kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana na kuonekana wazi. Jiangalieni msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata ambacho anadhani anacho. Mwalimu, mama yako na ndugu zako wako nje, wataka kukuona. Mama yangu na ndugu zangu ni walisikiao neno la Mungu na kulitii.
Ikawa siku zile mojawapo Yesu alipanda chomboni na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Mawimbi yanatukabili, karibu tunazama. Tuokoe Bwana mkubwa. Tutaokoka. Imani yenu iko wapi? Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Yesu, mwana wa Mungu aliye juu, nina nini nawe? Nakuomba usinitese. Jina lako nani? Jeshi. Bwana, tunakusihi usitutupe shimoni. Tuache tuingie kwa wale nguruwe. Haya! Rudini! Simama! Simama! Pepo wakamtoka mtu yule, wakaingia kwa nguruwe. Ondoka mahali hapa! Mchawi wewe! Tuache! Ondoka mahali hapa! Tuache! Ondoka mahali hapa! Nitakufuata popote uendako. Niruhusu nikufuate. Rudi nyumbani ukahubiri Mungu aliyokutendea. Yesu akawachukua wanafunzi wake, akaenda nao faraghani Betsaida. Na makutano walipojua, walimfuata. Baadaye jioni, Petro akasema, Bwana,
uage mkutano ili waende vijijini na mashambani karibu na hapa, wapate chakula na pakulala. Tulipo ni nyika tupu. Wapeni ninyi 5 na samaki 2. Ubarikiwe Bwana Mungu wetu, mfalme wa ulimwengu, utupaye chakula hapa duniani. Ni muujiza! Siamini. Watu husema mimi ni nani? Wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine husema wewe ni Eliya, na wengine wanasema mmoja wa manabii wa kale amefufuka. Nanyi mwasemaje? Mimi ni nani? Ndiwe Kristo wa Mungu. Msimwambie mtu yeyote neno hili. Imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na kuuawa na siku ya 3 kufufuka. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Je, kuna yeyote atakayenifuata? Nitakufuata Bwana mkubwa, lakini kwanza nipe ruhusa nikawaage watu wa nyumbani kwangu. Mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote na kisha kupoteza nafsi yake? Mtu akinionea haya mafundisho yangu, Mwana wa Adamu naye atamwonea haya atakapokuja katika utukufu wa Baba na malaika wake. Nawaambia kweli, baadhi ya walio hapa wataonja mauti hata waone kwanza ufalme wa Mungu. From its heat. Kisha Yesu akawatwaa Yohana na Yakobo na Petro akaenda nao kuomba mlimani.
Naye alipokuwa akisali, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe. Na tazama, watu wawili wakawa wakizungumza naye, nao ni Musa na Eliya walioonekana katika utukufu. Utakamilisha kusudi la Mungu. Utafia Yerusalemu. Walipokuwa wakiondoka, Petro akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwepo hapa, na tujenge vibanda vitatu, kimoja chako. Na Petro alipokuwa akiongea, wingu likawafunika, nao wakaogopa sana. Na sauti ikatoka katika wingu, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Mwalimu, nakuomba umwangalie mwanangu. Tafadhali msaidie. Yeye ni mwanangu wa pekee. Nimewasihi wanafunzi wako wamwombee, lakini hawakuweza. Enyi kizazi kisicho na imani kilichopotoka, nitakaa na kuchukuliana nanyi hata lini? Mlete mwanao hapa. Uso wake umepona pia. Ni ajabu. Tufundishe kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Msalipo semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunawasamehe wote waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, na kila atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanaye akimuomba mkate atampa jiwe? Au nyoka badala ya samaki? Au akiomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu wa mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao?
Nawaambia, kwa sababu hiyo msisumbukie maisha yenu, mtakula nini au mtavaa nini. Kwa kuwa maisha yenu ni zaidi ya chakula na mwili zaidi ya nguo. Angalieni ndege wa angani. Hawapandi wala hawavuni wala hawana ghala ya kutunzia chakula, lakini Mungu wenu huwalisha. Je, ninyi si wa thamani zaidi ya ndege? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake? Ikiwa hamwezi hata jambo dogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya mengine? Yatafakarini maua jinsi yanavyomea, hayatendi kazi wala hayasokoti. Hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama hayo. Ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyoko leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata watendea ninyi zaidi, enyi wenye imani haba? Tuongezee imani. Kama mngekuwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mngeuambia mkuyu huu, ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ayasababishaye. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwe baharini kuliko kumkosesha mmoja wa wadogo hawa. Ufalme wa Mungu unafanana na nini? Unafanana hivi: mtu anachukua punje ya haradali na kupanda shambani mwake, nayo hukua na kuwa mti mkubwa. Ndege wa angani wakajenga viota juu yake. Sina hakika anaongelea nini. Mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Wenye afya hawana haja ya tabibu, isipokuwa wagonjwa. Sikuja kuwaita wenye haki kutubu, bali wenye dhambi. Tuambie tena kuhusu ufalme wa mbinguni. Je, kuna kingine zaidi? Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba ameona vema kuwapa ufalme. Uzeni vitu vyote mlivyo navyo, mwape maskini. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia wezi wala nondo kuharibu. Hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwa na mioyo yenu. Mwanamke, umepona ugonjwa wako. Tazama! Tazama, amepona! Ni muujiza! Tazama, amepona! Njooni muone! Bwana asifiwe! Miaka 18! Mungu akubariki mwalimu. Twapaswa kufanya kazi siku 6. Njoo siku yoyote kati ya hizo mponye, lakini sio siku ya Sabato. Enyi wanafiki! Je, hamwatoi ng'ombe au punda kula majani, au hamuwapi maji siku ya Sabato? Huyu mwanamke aliye mzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18, je, hakupaswa afunguliwe siku ya Sabato?
Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Kwa nini waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu pekee. Wazijua amri: usizini, usiue, usimshuhudie jirani yako uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Bado umepungukiwa na neno moja. Viuze vyote ulivyo navyo wagawie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha uje unifuate. Lakini sisi tu wafanyabiashara matajiri. Ni vigumu kweli kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni vyepesi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nani basi awezaye kuokoka? Lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu lawezekana. Ufalme wa Mungu utakuja lini? Ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza, wala hawatasema, tazama, huu hapa au ule pale, kwa maana ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Siku zinakuja mtakapotamani kuona moja kati ya siku za mwana wa Adamu, msiione. Maana kama vile umeme mulikavyo toka upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. Lakini kwanza ni lazima ateseke sana na akataliwe na watu wa kizazi hiki. Ni rahisi kwa mbingu na nchi kupita kuliko hata nukta moja ya maandiko kutanguka. Kwa hakika ninawaambia, manabii wengi na wafalme walitamani kuona muonayo ninyi na hawakuweza, na kusikia mnayoyasikia ninyi hawakuweza. Tufanyeje? Maandiko yasemaje na mnatafsiri vipi? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Umejibu vema. Fanya hivyo nawe utaishi. Jirani yangu ni nani? Sio wale askari? Wasemaje kuhusu Kaisari? Mtu mmoja alisafiri kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Wanyang'anyi wakamshambulia, wakampiga, wakamvua nguo zake na kumwacha karibu kufa. Ikatokea kuhani akapita njia ile, alipomwona akapita kando, akaendelea na safari yake. Na vivyo hivyo Mlawi naye akapita pale, akamtazama, kisha akaendelea na safari yake. Lakini Msamaria mmoja aliyekuwa anasafiri katika njia ile akamwona mtu yule. Alipomwona, moyo wake ukajaa huruma. Akamwendea, akampaka mafuta na divai katika vidonda vyake na kuvifunika kwa vitambaa safi. Kisha akampandisha kwenye mnyama wake na kumpeleka kwenye nyumba ya kutunzia wageni. Akamuuguza. Siku ya pili akamlipa mwenye nyumba dinari 2 na kumtaka aendelee kumtunza mtu yule. Ni yupi kati ya watatu hawa aliyetenda kama jirani kwake mtu yule aliyeshambuliwa na wanyang'anyi? Ni yule aliyemhurumia. Ninyi pia fanyeni vivyo hivyo. Waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambia, yeyote asiyopokea ufalme wa mbinguni kama watoto hawa hata uingia. Atakayempokea mmoja watoto hawa kwa jina langu anipokea mimi. Anipokeaye mimi ampokea yule aliyenituma. Aliye mdogo kwenu ninyi ndiye aliye mkubwa. Kuna nini? Nini kinaendelea? Yesu wa Nazareti anapita. Oh. Yesu! Oh. Yesu!
Wataka nikufanyie nini? Bwana, nipate kuona. Upate kuona. Imani yako imekuponya. Naona! Naona! Yesu alipokuwa anapanda kwenda Yerusalemu, mkutano mkubwa ulimfuata. Watu walimuuliza awaonyeshe njia ya wokovu na kuwafundisha zaidi kuhusu ufalme wa Mungu. Hakika mtu huyu ni nabii. Bwana wangu, niokoe. Bwana, tuokoe, tuokoe. Bwana asifiwe. Bwana, tuonyeshe njia ya kweli. Watu walianza kumkubali kama Bwana. Na pale Yeriko palikuwa na mtoza ushuru jina lake Zakayo. Alitaka sana kumwona Yesu, hata akapanda juu ya mti ili aweze kumwona. Huyo ni mtoza ushuru. Zakayo, shuka chini, kwa maana imenipasa kushinda nyumbani kwako leo. Nyumbani kwangu? Ni nani angetaka kukaa nyumbani kwake? Zakayo amemjuaje Yesu? Sikilizeni. Nitatoa nusu ya mali yangu kwa maskini. Na kama nimemdanganya mtu, nitamrudishia mara 4 zaidi. Siamini. Mtoza ushuru kurudisha kodi alizoiba? Haiwezekani. Wokovu umeingia nyumbani humu leo, kwa maana mtu huyu pia ni mwana wa Ibrahimu, mwana wa Adamu. Alikuja kutafuta kilichopotea. Sikilizeni, tunakwenda Yerusalemu. Kila lililoandikwa na manabii kwa mwana wa Adamu litatimia. Atatolewa kwa mataifa, watamdhihaki na kumdharau na kumtemea mate. Atapigwa viboko na kuuawa, lakini siku ya 3 atafufuka tena. Pamoja na kwamba Yesu alijua anakwenda kuuawa kwa dhambi za wanadamu, alishika njia kwenda Yerusalemu. Watu wengi walifurahia ujio wake na wakamtangaza mfalme wao. Mwalimu, waamuru wafuasi wako wanyamaze kimya. Ninawaambia hao wakinyamaza, mawe yatapiga kelele. Amani juu mbinguni na utukufu kwake yeye aliye juu. Yesu akakaribia Yerusalemu. Alipouona mji, aliulilia machozi. Laiti kama
Siku ya leo ungejua njia ya amani, lakini umeshindwa kuiona. Siku zinakuja, maadui wako watajenga ngome kukuzunguka na kubana kutoka pande zote, na katika kuta zako watakuharibu wewe na watoto wako, na hawatasaza jiwe juu ya lingine, kwa sababu hukuijua siku ya kujiliwa kwako. Hekalu takatifu katika Yerusalemu lilikuwa limekuwa kituo cha biashara kuliko mahali pa ibada. Tano, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya pango la wanyang'anyi. Anawafuatia wanyama wangu, mzuieni, mzuieni! Waiteni walinzi, waiteni walinzi! Upinzani ukaongezeka miongoni mwa baadhi ya viongozi wa dini na wa kisiasa kwa sababu watu walimtangaza Yesu kuwa mfalme. Naelewa kwamba wengi wanamtukuza kama mfalme. Falme? Falme wa maskini wa makahaba na wezi. Tumeona watu kama yeye kabla. Wanakuja, wanatoa madai yao, wanaondoka na wamesahaulika. Usiwe kipofu. Wafuasi wake wanaongezeka kila siku. Watu wanampenda na kufikiri ni mfalme. Sikilizeni niwatahadharishe. Mtu huyu akiendelea kuhatarisha amani zaidi, ninyi mtawajibika. Labda yuko sahihi. Ni muda mwafaka wa kupambana naye. Kadri alivyozidi kuwashambulia waandishi na Mafarisayo kwa unafiki wao, ndivyo umaarufu wake miongoni mwa Wayahudi ulivyoongezeka, na vivyo hivyo upinzani kutoka kwa wale waliompinga. Yesu akiwa hekaluni akamwona mama mjane maskini akitoa senti 2 katika sadaka. Huwezi kutoa zaidi? Na waambieni, huyu mama mjane maskini ametoa vingi kuliko wote, kwa maana wengine wametoa katika mabaki ya walivyo navyo, lakini yeye ametoa katika umaskini wake vyote alivyo navyo. Tuambie, kwa mamlaka ya nani unatenda haya? Na ni nani aliyekupa mamlaka hii? Nami nitawauliza swali. Niambieni, mamlaka ya ubatizo wa Yohana aliyapata kwa Mungu au kwa mwanadamu? Tuseme nini? Tukisema ilitoka kwa Mungu, atatuuliza, mbona hamkumwamini Yohana? Lakini tukisema kwa wanadamu, watu wote hawa watatupiga mawe. Wote waliamini kuwa Yohana alikuwa nabii. Hatujui yalitoka wapi. Hata mimi siwaambii kwa mamlaka ya nani nafanya haya yote. Kulikuwa na mtu aliyelima shamba la mizabibu, akaajiri wafanyakazi, kisha akasafiri kwenda nchi ya mbali kwa muda mrefu. Muda wa mavuno ulipofika, akamtuma mtumwa wake kwa wale wafanyakazi kupokea sehemu yake ya mavuno. Lakini wafanyakazi wakampiga na kumrudisha mikono mitupu. Akamtuma mwingine,
Lakini wafanyakazi wakampiga na yeye pia na kumtendea hiana, kisha wakamrudisha bila kitu. Kisha akamtuma mtumwa wa tatu, lakini wafanyakazi wakamjeruhi na kumtupa nje. Kisha mwenye shamba akajisemea, nifanye nini? Nitamtuma mwanangu mpenzi, hakika watamheshimu. Lakini wale wafanyakazi walipomuona wakaambiana, huyu ndiye mrithi, tumuue, kisha mali hii itakuwa ya kwetu. Tuambie zaidi bwana. Hivyo wakamtupa nje ya shamba, wakamuua. Yule mwenye shamba atafanya nini na hao wakulima? Atakuja na kuua wafanyakazi wote na kuwapa shamba wafanyakazi wengine. Maandiko haya yana maana gani? Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kila angukaye juu yake huvunjika vunjika, na kila jiwe limwangukiaye litamsaga kabisa. Mwalimu, tunajua kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki, wala hujali cheo cha mtu awaye yeyote, bali hufundisha njia ya Mungu. Tuambie, je, ni halali kwetu kumlipa Kaisari kodi au sio? Jihadhari bwana, anajaribu kukutega. Nionyesheni sarafu. Ni sura na chapa ya nani iliyo kwenye sarafu hii? Kaisari! Mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu. Jibu lako ni nini katika hilo? Ikawa majira ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, yaani Pasaka, ilikaribia. Yesu akamtuma Simoni Petro na Yohana kutangulia mbele kumwandalia chakula cha Pasaka. Nimetamani sana kuila Pasaka hii nanyi kabla ya mateso yangu. Nawaambia, sitakula tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Ubarikiwe Ee Bwana Mungu wetu, mfalme wa mbingu na nchi, utupaye matunda katika mzabibu. Twaeni hii mnywe miongoni mwenu. Nawaambia, sitakunywa tena katika matunda ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Ubarikiwe Ee Bwana Mungu wetu, mfalme wa mbingu na nchi, uletaye mkate kutoka katika nchi. Huu ni mwili wangu utolewao kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hiki ni kikombe cha agano la damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Lakini tazameni, mkono wake yeye yule atakayenisaliti uko pamoja nami hapa mezani. Amin, nawaambia, mwana wa Adamu atakwenda kama ilivyokusudiwa, lakini ole wake mtu yule atakayemsaliti. Haiwezekani. Haitawezekana. Ni nani huyo? Taji msaliti. Nani huyo? Aliye mkuu kati yenu nawe kama mdogo kabisa. Na
kiongozi awe kama mtumwa. Kwa maana nani ni mkuu? Yeye aketie chini kula au yeye ahudumiaye? Ni yeye aketie chini bila shaka. Lakini mimi niko miongoni mwenu kama ahudumiaye. Mmekaa na mimi katika majaribu yangu yote, na kama Baba yangu alivyonipa haki ya kutawala, nami nawapeni haki hiyo hiyo. Mtakula na kunywa katika meza yangu katika ufalme wangu, na mtakaa katika kiti cha enzi kuhukumu makabila 12 ya Israeli. Basi hakuna msaliti? Simon, Simon, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama ngano, akijaribu imani yenu. Lakini nimekuombea Simoni, kwamba imani yako isitindike, na ukisha kurudi kwangu waimarishe ndugu zako. Bwana, niko tayari kwenda nawe kifungoni na hata kufa pamoja nawe. Nakwambia Petro, jogoo hata wika leo kabla wewe hujanikana mara 3. Nilipowatuma bila mkoba wala viatu, mlipungukiwa na jambo lolote? Hapana, hatukupungukiwa kitu. Lakini sasa yeyote mwenye mfuko auchukue, na asiyekuwa na upanga auze vazi lake na kununua. Na waambia, imeandikwa katika maandiko, alihesabiwa pamoja na wahalifu, kwa sababu yanipasayo yana mwisho wake. Tazama, kuna panga 2 bwana. Yatosha. Na baraza la wazee likakutana kujadili namna gani kumwondoa Yesu. Shetani akamwingia Yuda aliyeitwa Iskariote, aliyekuwa miongoni mwa 12. Akala njama na wazee ili kumsaliti Yesu. Yesu akatoka Yerusalemu akaenda mlima wa Mizeituni kuomba. Ombeni msije mkaingia majaribuni. Yuda Iskariote alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Yesu akijua saa ya kifo chake kwa ajili ya dhambi za wanadamu kimekaribia, akaomba. Baba, ikiwa ni mapenzi yako, niondolee kikombe hiki. Sio kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Na malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Na jasho lililomvuja likawa kama matone ya damu yakidondoka chini.
asulubiwe. Acha nafasi. Kaa mbali. Toa njia. Wewe toka njiani. Tembea mara ninapokuambia. Inuka. Inuka. Wewe. Jina lako nani? Simoni Mkirene, mheshimiwa. Karibia hapa. Kata kamba. Wewe, beba. Haya, tembea. Nyuma. Nyuma. Wacheni. Songa mbele, achia njia. Rudi nyuma. Rudi nyuma. Tunakulilia Bwana, tunalia. Kunywa hayo, kunywa. Kunywa Bwana. Enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jidilieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa kuwa kama wametenda mambo haya kwa mti mbichi, itakuwaje kwa mti mkavu? Mungu akusaidie. Oh, tutakuombea. Tembea! Pita huku! Haya! Haraka! Haraka! Haya, wewe tembea! Endelea! Haraka! Fanya hima! Haraka! Sasa tembea! Tembea! Wewe tembea! Twende sasa! Endelea kufikiria. Inua msalaba. Wewe fikiria mambo.
Legeza kamba. Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Jiokoe mwenyewe ikiwa wewe ndiye Kristo. Shuka msalabani. Tuonyeshe mojawapo ya miujiza yako. Na Yesu akasulubiwa kati ya wezi wawili ili kutimiza unabii kama nabii wa Mungu alivyotabiri miaka mingi kabla. Sio ya kawaida. Tushi sarafu. Atakayepata kichwa ndiye mshindi. Mimi nitakuwa wa kwanza. Mimi nitakuwa wa pili. Nipe sarafu. Nataka mimi nianze. Amerusha kichwa. Nimeshinda. Una bahati. Wakaweka kibao juu ya kichwa chake kilichoandikwa, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Je, wewe siye Kristo? Jiokoe mwenyewe na sisi. Wewe mwogopi Mungu? Sote tumehukumiwa kusulubiwa. Wewe umekosa, yeye hana kosa lolote. Yesu, nikumbuke utakapokuja kama mfalme. Amin, nakuambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa na giza juu ya nchi yote hata saa 9 jua limepungua nuru yake.
Pazia la hekalu likapasuka toka juu hadi chini. Mikononi mwako naiweka